Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kimeanza safari kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya mchezo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba kimeondoka na wachezaji 28. Baadhi ya wachezaji wengine wameendelea kusalia katika taifa hili la Tanzania kwa ajili ya kuendelea ama project ambazo zinazoendelea huko Tanzania hapa Dar es Salaam. Lakini kikosi hiko kimesafiri jioni ya hii leo kama unavyokitazama, kikianza safari kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiachana na mchezo wa hatua ya kwanza, hatua ya makundi, kuweza kupoteza kwa idadi ya goli 1-0, mchezo ambao ulipigwa pale Lupaso Benjamin Mkapa siku ya Novemba 23, ambapo Simba, mashabiki wengi wa Simba wakikatishwa tamaa na mwenendo wa klabu yao kwa baada tu ya mchezo wa kwanza kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini kubwa kuliko kikosi cha wekundu Msimbazi Simba, baada tu ya kuanza safari jioni ya hii leo kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa pili hatua ya makundi dhidi ya Stade Malien, ambao hawa ni mchezo wao wa kwanza. Stade Malien walicheza dhidi ya Esperance de Tunis na mchezo huo ulitamatika kwa sare, na mchezo huu ni wa pili ambapo Simba anaenda mpaka nchini Mali kwenda kukaribishwa na Stade Malien, ambao Simba mchezo wao wa kwanza wakipoteza wenzao, mchezo wao wa kwanza wakiweza kutoa sare, kwa maana kwamba wakiwa na alama moja. Kwenye kundi ambalo Simba yupo, Simba yeye ndiye ambaye anayeshika mkia, kwa maana kwamba Simba ndiye wa mwisho kwenye kundi D ambalo yeye yuko pale. Kiongozi wa kundi hilo ni Petro Atletico de Luanda kutoka pale nchini Angola akiwa na alama 3. Anayefuata ni Esperance de Tunis yeye akiwa na alama 1 na Stade Malien akiwa na alama 1, huku Simba yeye hana alama yoyote. Tafsiri ni kwamba akiwa na alama 0 ama kalai. Lakini kikosi cha Simba tayari kimeanza safari kuelekea kule nchini Mali, Bamako, kwa ajili ya kucheza mkondo wa pili. Kikosi ambacho kimesafiri jioni ya hii leo ni idadi ya wachezaji 28. Kibu Dennis Prosper yuko kwenye msafara huo kwa ajili na yeye pia kwenda kuongeza idadi ama kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko. Lakini mchezo wa mkondo wa pili, mkondo wa kwanza uliopigwa hapa katika dimba Benjamin Mkapa, yeye hakuwepo kabisa kwenye kikosi hiko. Lakini mchezo huu yupo na moja kati ya watu ambao walikuwa na morali kubwa kweli kweli. Lakini kile kipenzi cha wanasimba wengi, na wengi wao wakihoji kwa nini mchezaji huyo hachezi na kwa nini haonekani katika viwanja vya mashindano. Lakini leo ni kama vile imekuwa ni historia mpya ambayo inaenda kuangazwa ama inaenda kuonekana kwa baada ya muda mrefu kweli kweli. Mohamed Bajaber hata kupata nafasi tu ya kusafiri kutoka taifa hili na kwenda taifa lingine hakuweza kupata nafasi hiyo, lakini hii ni mara yake ya kwanza Bajaber kusafiri na kikosi cha wekundu Msimbazi Simba, ambacho kitakachoenda kuingia dimbani Novemba 30 mwaka 2025. Golini ni Yakubu Suleiman kwa magolikipa ambao waliweza kusafiri na klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Hussein Abel na pia yupo miongoni mwa msafara huo kwa upande wa magolikipa, lakini kwa upande wa mabeki defenders pale anaongozwa na Shomari Kapombe, Bamba Esther, Anthony Mligo yupo kwenye msafara huo, bila kusahau Wilson Nango yupo kwenye msafara huo, Rushain Derek na pia yupo katika msafara huo, lakini pia bila kusahau Karabu Chamune pia yupo katika msafara huo.
Duchu Kameta Duchu ama David Kameta Duchu, na pia yupo katika msafara huo, wachezaji ambao walioenda kuambatana kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karata yake ya pili michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa hatua ya makundi. Kwa upande wa viungo yuko pale Alassane Kante Maodo, yuko pale na pamoja na Elimpanzu Kibisawala kwa upande wa viungo, na wote ambao waliweza kusafiri na klabu hiyo ya Simba. Kibu Dennis Prosper kama ilivyokuambia, Bajabel na pia maraki ya kwanza yameungana na kikosi hiko cha Simba kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuritupa karata yao ya pili michuano hiyo ya kombe ligi mabingwa barani Afrika. Lakini pia Joshua Mutale Buro yupo kwenye msafara huo. Neoma Eba yupo kwenye msafara huo kama unavyotazama hapo. G-Charles Ohua yupo katika msafara huo. Bajabel na pia nilikwambia mara kwanza Shomari Kapombe yupo kwa upande wa defenders, lakini pia Yakubu Suleiman yupo kwa upande wa goalkeeping, lakini pia Yusuf Ali Kagoma yupo katika msafara huo na ambao wameambatana kuelekea huko nchini Mali. Radaki Chasambe na pia yupo kwenye msafara huo. Morris Abraham yupo katika msafara huo, lakini pia bila kusahau wachezaji wa shambuliaji yuko Selemani Mwalimu, yuko Steven Desembu Kwala pamoja na Jonathan Soa. Hiyo ndio idadi ya wachezaji walioweza kusafiri kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jean-Charles Ohua yupo kwenye msafara huo, na huku baadhi tu wachezaji wengine ambao walioachwa ni Mzamiru Yasin Selemba, bila kusahau Awesu Ali Awesu. Wao wameweza kubaki Tanzania Dar es Salaam kwa ajili na kuendelea project zingine ambazo walizoweza kuziacha, lakini idadi kubwa ya wachezaji wameweza kuondoka na kikosi hiko cha Simba kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Kocha meneja mkuu wa kikosi hiko Dimitar Wapatev ameweza kumaliza mazoezi siku ya hii leo ikiwa ni Novemba 26, ambapo mazoezi yao ya mwisho waliweza kuyafanya pale Bunju Mo Simba Arena, na huku wachezaji wakitengeneza morali nzuri kweli kweli. Na baada tu ya kumaliza mazoezi jioni ya hii leo, wameweza kuanza safari kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kujua hatima yao kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kinachotakiwa kukifanya kwa upande wa Simba ni kwenda tu kuitupa karatao vizuri ili kwenda kupata matokeo ya kinifu kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi yalikuwa bora zaidi, kwani wao ndio wanaoburuza mkia. Tafsiri ni kwamba hawana alama yoyote ile kwenye msimamo wa kundi D kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama Simba ataendelea kupoteza katika mchezo huo wa mkondo wa pili michuano hiyo ligi ya mabingwa barani Afrika kule nchini Mali, basi inawezekana akawa anajitengenezea mazingira magumu kweli kuelekea katika hatua ya robo finali. Kama Simba hatofanikiwa kuingia robo finali, hii itakuwa ni mara ya kwanza tangu miaka 7 ipite tangu Simba aingie michuano hii ya CAF mfululizo mara 7, hakuwahi kuishia katika hatua ya makundi. Kama ataishia hapo, basi itakuwa ni marake ya kwanza tangu miaka 7 hii iweze kutokea hapa siku za hivi karibuni. Nafasi ya Simba kwenda katika hatua ya robo finali unaitazama wewe ambaye mpenzi mtazamaji wa Game On TZ, na kama uione nafasi ya Simba, basi hilo itakuwa ni jukumu lako. Lakini kocha Dimitar Wapatev zoezi yake ya mwisho ameweza kufanya vizuri kweli, na huku pia wachezaji wakiwa katika morali nzuri, kila mchezaji akionekana mchezo anaohitaji kweli. Na mchezo wa kwanza matokeo yalikuwa sio mazuri kwa upande wao, na ndio hii inawezekana ikawa sababu mojawapo ya kila mchezaji kutengeneza morali ya kinifu kwenda kujiandaa zaidi katika mchezo huo wa mkondo wa pili. Game On TZ, hakika kabisa tunakupa zile habari kutoka katika uwanja wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere Airport Tanzania kwa ajili ya kikosi hiko cha Simba kwenda huko nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko ambaye ni Selemani Matola ameambatana na wachezaji wote huko akisema kwamba wao wamejiandaa vizuri na mazoezi yao ya mwisho ambayo waliweza kuyafanya jioni ya hii leo. Mazoezi yameenda vizuri kweli, na kila mchezaji yupo katika morali nzuri na wote wapo katika maandalizi waliopigwa hapa katika dimba Benjamin Mkapa. Yeye
hakuwepo kabisa kwenye kikosi hiko, lakini mchezo huu yupo na moja kati ya watu ambao walikuwa na morali kubwa kweli kweli. Lakini kile kipenzi cha wanasimba wengi na wengi wao wakihoji kwa nini mchezaji huyo hachezi na kwa nini haonekani katika viwanja vya mashindano. Lakini leo ni kama vile imekuwa ni historia mpya ambayo inaenda kuangazwa ama inaenda kuonekana kwa baada ya muda mrefu kweli kweli. Mohamed Bajaber hata kupata nafasi tu ya kusafiri kutoka taifa hili na kwenda taifa lingine hakuweza kupata nafasi hiyo, lakini hii ni mara yake ya kwanza Bajaber kusafiri na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kitakachoenda kuingia dimbani Novemba 30 ya mwaka 2025. Golini ni Yakubu Suleiman kwa magolikipa ambao waliweza kusafiri na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hussein Abel na pia yupo miongoni mwa msafara huo kwa upande wa magolikipa, lakini kwa upande wa mabeki defenders pale anaongozwa na Shomari Kapombe, Bamba Esther, Anthony Mligo yupo kwenye msafara huo, bila kusahau Wilson Nango yupo kwenye msafara huo, Rushain the Rock na pia yupo katika msafara huo, lakini pia bila kusahau Karabu Chamune pia yupo katika msafara huo. Duchu Kameta Duchu ama David Kameta Duchu na pia yupo katika msafara huo, wachezaji ambao walioenda kuambatana kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karata yake ya pili michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa hatua ya makundi. Kwa upande wa viungo yuko pale Alassane Kante Maodo yuko pale na pamoja na Elimpanzu Kibisawala kwa upande wa viungo, na wote ambao waliweza kusafiri na klabu hiyo ya Simba. Kibu Dennis Prosper kama nilivyokuambia, Bajaber na pia mara yake ya kwanza yameungana na kikosi hiko cha Simba kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karata yao ya pili michuano hiyo ya kombe ligi mabingwa barani Afrika. Lakini pia Joshua Mutale Budo yupo kwenye msafara huo. Nio Maema yupo kwenye msafara huo kama unavyotazama hapo. G-Charles Ohua yupo katika msafara huo. Bajaber na pia nilikwambia mara kwanza Shomari Kapombe yupo kwa upande wa defenders, lakini pia Yakubu Suleiman yupo kwa upande wa goalkeeping, lakini pia Yusuf Ali Kagoma yupo katika msafara huo na ambao wameambatana kuelekea huko nchini Mali. Radaki Chasambe na pia yupo kwenye msafara huo. Morris Abraham yupo katika msafara huo, lakini pia bila kusahau wachezaji wa shambuliaji yuko Selemani Mwalimu, yuko Steven Desembo Kwala pamoja na Jonathan Soa. Hiyo ndio idadi ya wachezaji walioweza kusafiri kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jean-Charles Ohua yupo kwenye msafara huo, na huku baadhi tu wachezaji wengine ambao walioachwa ni Mzamiru Yasin Selemba, bila kusahau Awesu Ali Awesu. Wao wameweza kubaki Tanzania Dar es Salaam kwa ajili na kuendelea project zingine ambazo walizoweza kuziacha, lakini idadi kubwa ya wachezaji wameweza kuondoka na kikosi hiko cha Simba kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Kocha meneja mkuu wa kikosi hiko Dimitar Wapatev ameweza kumaliza mazoezi siku ya hii leo ikiwa ni Novemba 26, ambapo mazoezi yao ya mwisho waliweza kuyafanya pale Bunju Mo Simba Arena, na huku wachezaji wakitengeneza morali nzuri kweli kweli. Na baada tu ya kumaliza mazoezi jioni ya hii leo, wameweza kuanza safari kuelekea kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kujua hatima yao kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kinachotakiwa kukifanya kwa upande wa Simba ni kwenda tu kuitupa karatao vizuri ili kwenda kupata matokeo ya kinifu kwa ajili ya kwenda kufanya maandalizi yalikuwa bora zaidi, kwani wao ndio wanaoburuza mkia. Tafsiri ni kwamba hawana alama yoyote ile kwenye msimamo wa kundi D kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama Simba
ataendelea kupoteza katika mchezo huo wa mkondo wa pili, michuano hiyo ligi ya mabingwa barani Afrika kule nchini Mali, basi inawezekana akawa anajitengenezea mazingira magumu kweli kuelekea katika hatua ya robo finali. Kama Simba hatofanikiwa kuingia robo finali, hii itakuwa ni mara ya kwanza tangu miaka 7 ipite tangu Simba aingie michuano hii ya CAF mfululizo mara 7, hakuwahi kuishia katika hatua ya makundi. Kama ataishia hapo, basi itakuwa ni mara yake ya kwanza tangu miaka 7 hii iweze kutokea hapa siku za hivi karibuni. Nafasi ya Simba kwenda katika hatua ya robo finali unaitazama wewe ambaye mpenzi mtazamaji wa Game on TZ, na kama uione nafasi ya Simba, basi hilo itakuwa ni jukumu lako. Lakini kocha Dimitar Pantev zoezi yake ya mwisho ameweza kufanya vizuri kweli, na huku pia wachezaji wakiwa katika morali nzuri, kila mchezaji akionekana mchezo anaohitaji kweli, na mchezo wa kwanza matokeo yalikuwa sio mazuri kwa upande wao, na ndio hii inawezekana ikawa sababu mojawapo ya kila mchezaji kutengeneza morali ya kinifu kwenda kujiandaa zaidi katika mchezo huo wa mkondo wa pili. Game on TZ, hakika kabisa tunakupa zile habari kutoka katika uwanja wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere Airport Tanzania kwa ajili ya kikosi hiko cha Simba kwenda huko nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatake ya pili michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kocha mkuu wa kikosi hiko ambaye ni Selemani Matola ameambatana na wachezaji wote huko akisema kwamba wao wamejiandaa vizuri na mazoezi yao ya mwisho ambayo waliweza kuyafanya jioni ya hii leo. Mazoezi yameenda vizuri kweli, na kila mchezaji yupo katika morali nzuri na wote wapo katika maandalizi mazuri kweli. Lakini pia Dabi Kamara yupo katika msafara huo, pia nilimsahau kumzungumza hapa, nimemwona na pia yupo katika msafara huo ambao wachezaji 28 wa kikosi hiko cha Simba kusafiri mpaka kule nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karatao ya pili michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha Selemani Matola amesema kwamba mazoezi yao ya mwisho waliofanya jioni ya hii leo, mazoezi yako vizuri kweli, na wamejiandaa vizuri hadhatiti kabisa kwenda kuitupa karata yao ya pili. Na kocha Selemani Matola amesema kwamba kwa maandalizi waliweza kuiandaa katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena kule, maandalizi yao yameenda vizuri kabisa, lakini kwa maandalizi ambao waliofanya jioni ya hii leo wanaona kabisa nafasi ya wao kusonga mbele. Majibu ya Selemani Matola amesema kwamba hilo litakuwa ni swala lingine, lakini kwa maandalizi tu ambayo tuweza kuyafanya katika uwanja wa mazoezi, hakika kabisa wachezaji wapo katika morali nzuri na kila mchezaji ameonyesha nia ya kinifu kweli kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba mchezo huo utapigwa Novemba 30 ya mwaka 2025 katika ardhi ya Bamako huko nchini Mali kwa ajili ya kwenda kuitupa karata yake dhidi ya Stade Malien, ambao Stade Malien mchezo wao wa kwanza waliweza kupata sare ya bila nzuri kweli, lakini pia Simba wao mchezo wao wa kwanza waliweza kupoteza. Nani atamfunga paka kengere itakapofika Novemba 30 ni swala tu la kusubiri na tungoje kuona kuelekea katika mchezo huo wa mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika.